وعنه رضي الله عنه قال نكتوka kwake pia Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume wa Allah alayhi salatu wasalam anasema inna ummati hakika ya umma wangu ummatul ijaba umma ulioitikia sio ummatud da'wa ummatul ijaba ummatud da'wa mpaka tutakaposlimu yud'auna yawmal qiyamati utaitwa umma wangu utaitwa siku ya kiyama yud'auna utaitwa siku ya kiyama ghurran muhajjalina ukiwa ni ghurran na neno ghurran ni lam'atun bayda fi alwajh ni mngao mweupe katika uso ghurran hali ya kuwa wanang'aa nyusoni sema ghurran hali ya kung'ara nyuso ghurran hali ya kung'ara nyuso utaitwa siku ya kiyama wakiwa miongoni mwa alama zao wananyiritika nyuso zao kwa hiyo ghurran ni lam'atun bayda fi alwajh ni ule unyiritikaji mweupe unaokuwa katika uso ndio ghurran alama hiyo ya kwao muhajjalina at-tahjili ni lam'atun bayda fi al-yadayn war-rijlayn ni mngao unaopatikana katika mikono na miguu muhajjalin hali ya kung'ara katika viwiliwili vyao kwa hiyo muhajjalin hali ya kung'ara mikono yao na miguu yao manake watu wanaotia udhu يوم القيامه watakuja hali ya kuwa nyuso zao mikono yao na miguu yao yote inang'ara inanyiritika hivi kwa sababu ya nini min athari alwudhu kutokamana na athari ya udhu faman istata'a minkum basi atakayeweza miongoni mwenu ayutila ghurratahu arefushe ung'aji wake faliyaf'al basi yafanye atakayetaka ule mng'ao wake unyiritike yani azidi kung'aa siku ya kiyama basi afanye na Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema alikuwa anarefusha mpaka juu mpaka juu yeye kama yeye sio mtume kafundisha yeye alikuwa anatia udhu anarefusha mpaka huko lakini mtume alikuwa anatia udhu mpaka kwenye mirfaqain lakini Abu Hurairah anatia mpaka huko ndio maana akanasoma maneno ya mtume faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al miguuni huko anapandisha mpaka juu kwenye vifundo hivi anamusha mpaka juu nini faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al kwa hiyo hadithi hii inatuonyesha fadhila za udhu na alhamdulillah wanawachuoni wamekusanya fadhila za udhu nyingi sana fadhila za udhu nyingi sana kwa hiyo umma wangu utaitwa siku ya kiyama ukiwa na alama kiushahidi ni kwamba nyumati zote siku ya kiyama zitakuwa zina alama na ummati wa Muhammad utashinda nyumati zote katika alama yake na miongoni mwa alama hizo ni alama hii ya ummati Muhammad kuja hali ya kuwa unang'ara nyuso na viwiliwili vyote viwiliwili vyote vilivyotiwa udhu vitakuwa vinang'aa kwa sababu ya athari ya udhu lakini pia udhu kwa muislam ni silaha ndio maana mtume sallallahu alayhi wasallam katufundisha sisi kwamba tunapotaka kulala mtu atie udhu kitaka kulala atie udhu ni silaha ile pamoja na kwamba inna fil madhhab udhu huo kwetu sisi tuna maelezo tofauti na watu wengine yani udhu wa kulala kwetu sisi sio yani tuhesabu kwenye madhhabu ni udhu lakini ni udhu ambao hauchanguki ni udhu ambao hauchanguki kwa maana mtume akauweka katika usingizi kwa sababu usingizi ni kitu ambacho kinachomtoa mtu akili kwa nini kutoa akili afutie udhu ukichala umeshachanguka huo sasa sisi indana nasema ni usingizi lakini usingizi ambao hauchangukagi kwa hiyo kiulizwa ni upi udhu usiochanguka fil madhhabi maana yake ni usingizi wa nini
wa kulala. Mtume kafundisha kama mtu anataka kulala katika taratibu zake atie udhu, na vichanguzi vya udhu ni kuruko na akili, na aliyelala akili inamruka. Mbona tunafundishwa hapa tutie udhu? Na tunafundishwa kutia udhu katika usingizi kwa sababu ya silaha ya udhu, kukukinga na min sharri nafathati fil uqad. Lakini mtume akakufundisha utie udhu, udhu hauchangukagi. Kwa hiyo vile vile katika athari za udhu sio tu silaha ya Muislamu, lakini pia ni katika moja ambapo tunawasema vinamletea uchangamfu Muislamu katika ibada. Udhu unamletea uchangamfu mtu katika ibada ya sala. Anapokuwa na swali aliyokuwa na udhu, basi huswali aliyokuwa mustayqid, yani amechangamka kisawasawa, anafahamu na yuko hadhir katika ibada yake. Lakini jambo la mwisho katika hadithi hii ni kwamba wa khairal hadi, mtume ametuambia tu kwamba umma wake utaitwa ukiwa unanyiritika nyuso na miguu na mikono. Haya maneno ya mwisho haya ndio maneno ya Abu Hurairah. Haya maneno ya man istata'a faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, haya maneno ya Abu Hurairah, sio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume akasema inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu, basi. Lakini haya maneno ya pembeni ni ya Abu Hurairah, kwa maana ya kwamba sisi tunabakia na khaira al-hadi, bora ya mwongozo ni mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna riwaya imekuja kwa mtume usoni huku anaosha paka kwenye shingo. Kama shakuona baadhi ya watu, mtu anaosha uso lakini anaosha paka kwenye shingo. Kimuuliza nini, anambia shehe soma hadithi. Kimuuliza kwa nini unafanya hivyo, anambia shehe soma hadithi. Sasa basi oga kabisa kama ni hivyo. Sasa nataka ungare, oga mwili mzima. Mtume kanaosha uso wake mimambati sha'ri mpaka mwisho, na ardhan kwenye njewe mpaka njewe. Ndio ilikuwa uso wa mtume anaosha hivyo udhu. Hakuna riwaya imeonyesha mtume kanaosha mpaka kwenye shingo au akiosha uso mpaka kichwa. Alikuwa afanya hivyo sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunabaki na maneno ya mtume kwamba khaira al-hadi hadi rasulillah. Kwa hiyo kwenye mirfaq itaishia hapa, kwenye miguu itaishia kwenye kongo mbili hivi, kwa sababu ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hata hadithi ya Umar, hadithi ya Uthman za Abu Hurairah zinathibitisha hivyo. Haya alikuwa anayafanya yeye mwenyewe Abu Hurairah kwa ule uelewa wake tu wa ile hadithi ya